Hujambo popote pale ulipo, natumai buheri wa afya. Karibu tupate kuenenda kwa pamoja kwenye himizo letu hii leo, tunaposhukuru Mungu kwamba amekuwa Mungu mwema, muweza wa yote, ametulinda katika hali zote. Hivyo basi karibu tupate kuenenda kwa pamoja. Utakumbuka hapo jana tulikuwa kwa pamoja tukiangazia, of course tumekuwa katika kitabu hiki cha Samueli wa kwanza. Tumeongea pale kwa kiasi, na hivyo basi tunashukuru Mungu kwamba amekuwa Mungu mwema, na niruhusu tupate kuendelea kwa pamoja, ambapo tulikuwa naongea kuhusu the divine presence of God, uwepo wa Mungu wakati ambapo unakumbwa na mambo mengi, wakati kuna watu ambao wanakupangia njama, unafika mahali. Of course katika ulimwengu huu we live in a wicked world, in such a way that kuna watu ambao kwa sababu tu ya wewe kufaulu, kwa sababu tu ya wewe kufanya kazi yako vizuri, wanafika mahali wanakuchukia. Na nikawa nasema kwamba ukiwa pale unajiuliza, mbona wananichukia, mbona so hanipendi, mbona huyu ana kila kitu as per say. Ukiangalia kwa maisha yake unaona ni kama ako na kila kitu ambacho ungetamani mtu angetamani awe nacho, lakini ukiangalia anafika mahali ambapo anakuchukia. Ni kwa nini? Labda ni kwa sababu tu kuna vitu zako umefanya vizuri, unaonekana kufaulu, unaonekana kuwa yani unapendelewa zaidi, anakuchukia pasipo sababu. Hivyo basi nikawa nasema kwamba katika ulimwengu ambao tunaishi tunahitaji tu uwepo wa Mungu ili Mungu atusaidie. Na niruhusu basi kwa leo nitakuwa narudi nyuma kidogo katika andiko ambalo tumekuwa tukiangazia pale kwa muda. Nitakuwa narudi pale nyuma kidogo tupate kuendelea zaidi. Na kama ulimisi ujumbe wetu ambao tumekuwa tukifunzana kuanzia jana wiki iliyopita, basi ni vema uenende pale kwenye mtandao wetu wa YouTube. Ukienda pale kwenye YouTube tafuta Victor Mandala Himizo. Ukitafuta Victor Mandala Himizo utapata ujumbe wetu ambao tulifunza wakati uliopita, majana kuanzia juma lililopita. Na basi ukishapata ujumbe huo, hakikisha kwamba number one umesubscribe pale, maana chini ya video yote ile kwa ujumbe pale utapata neno subscribe. Klika neno subscribe, ukiambia sign in na Gmail account yako, nitakuwa vema zaidi. Naweka pale comment yako, nitakuwa vema tena zaidi. Niruhusu basi, na kwa yule ambaye hukuwepo, kama unajiunga na sasa hivi, chini ya video hii kuna neno subscribe. Click neno subscribe, ukiambia sign in na Gmail account yako, then copy the link hapa juu and share, naweke comment yako pale, na Bwana akutende wema. Kwa hivyo hakikisha kwamba umesubscribe pale, na Mungu akutende wema. Na kama unajiunga nasi kwa mara ya kwanza, pia hakikisha kwamba pia umeweka comment yako pale, umesemezana nasi pale. Na kando na hayo pia, labda ungetamani tu namba ya simu uweze kusemezana nasi, labda unataka kupiga simu, labda unahitaji la maombi, ungependa tuombe kwa pamoja, ama una swali ambalo ungependa kusemezana pamoja nasi, ama pia comment yako tu. Nambari ya kutumia ni 0722 24 39 49. Nambari ya simu ni 0722 243949. Kwa hivyo unaweza tumia nambari hiyo, wasiliana nami pale, semezana nami pale, tuweze itakuwa vema zaidi. Na vile vile pia ndio nambari ambayo unaweza tumia kwa yule ambaye anasema kwamba ningependa kutoa sadaka yangu pale, ningependa kusupport huduma hii. Nambari pia ndio hiyo tu, unatoa pale kwa mpesa yake ambayo ni 0722 24 39 49. Nambari ya simu ni 0722 24 39 49. Kwa hivyo naweza tuma pale, na Mungu akutende wema. Niruhusu basi tuweze kusoma andiko letu la leo, tukiendeleza tumalizia msuru ambao tumekuwa nao le kwa muda, kitabu cha Samueli wa kwanza. Samueli wa kwanza sura yake ya 18 mstari wake, tusome mstari wa 6 hadi 9. First Samuel chapter 18 from verse 6 to verse 9. Maandiko yanasemaje? Samueli wa kwanza sura yake ya 18 mstari wa 6 hadi wa 9. Biblia inasema hivi: hata ikawa walipokuwa wakienda hapo Daudi aliporudi baada ya kumuua yule Mfilisti, wanawake wakatoka katika miji yote ya Israeli na kwa kuimba na kucheza ili kumlaki mfalme Sauli. Wakatoka na matari na shangwe na vinanda, hizo vifaa vyote vya kucheza pale. Na mstari wa 7, nao wale wanawake wakaitikiana wakicheza wakasema, Sauli ameua 1000 zake na Daudi 10,000 zake. Mstari wa 8, basi Sauli akaghadhabika sana na maneno haya yakamchukiza zaidi, akasema, wamempa Daudi 10,000 na mimi wamenipa 1000 tu. Kuna nini tena awezaye kupata isipokuwa ni ufalme? Mstari wa 9, Sauli akamwonea Daudi wivu tangu siku ile
yani akamchukia na akamwonea wivu tangu siku ile. Baba Mungu, tunasema asante kwa neno lako. Tuomba kwamba Bwana ukapate kunena pamoja nasi, enenda pamoja nasi na punguzi ili kuongezeka. Roho Mtakatifu shika usukani, maana ni wewe tu tunayetegemea. Katika jina la Yesu Kristo naomba nikiamini, amen, amen. Naam, katika sehemu ambayo tumesoma pale katika kitabu kifungu hiki Samueli wa kwanza sura 18 mstari wa 6 hadi 9, tutarejelea pale kwa nimegusia wakati uliopita. Tupata kama ni hadithi kumhusiana na Daudi. Akafika mahali akafanya jukumu lake vizuri, akaenda akapigana kule na akapata ushindi ambao ulikuwa ni very important kwa kabila lote la Israeli. Na mfalme ambaye alikuwa pale, of course, mnapopata ushindi, mkifika mahali mpate ushindi, mkienda vitani, utapata kwamba yule kiongozi ndiye anafika mahali ambapo wanasema amefanya vizuri. You know, ukienda kwa kampuni yoyote, labda kuna mnaenda pale vitani na mnaenda pale kwa shughuli fulani, mnapofanya vizuri, mtu wa kwanza kuwa recognize pale na wanamuappreciate pale anakuwa ni yule kiongozi, anasema so umefanya vizuri sana. Kwa hivyo ilikuwa ni sifa kwake yule mfalme Sauli kwamba mmeua Goliathi, nyinyi watu wa nguvu. Na sasa si kwamba ni yeye amepigana, kwa hivyo CV ni kwake, lakini anasikia vibaya wakati wanawake walitokea kule wakasema Sauli ameua Sauli ameua maelfu zake huku na Daudi ameua makumi ya maelfu. In short, walikuwa wanampa CV zaidi Daudi. Nujue, sijui kwa nini, kwamba utapata kwamba mara nyingi kwa maneno yetu ni ukweli. Wale wanawake walikuwa wanaongea, walisema ukweli, hawakuwa wanadanganya, lakini kwa kusema ukweli kwao kumemwingiza Daudi mashakani. Maana ukisoma mstari wa 9, Biblia inaongea kuhusu tangu siku ile, yani tangu aseme hivyo, Sauli aliangalia akaona kama wanampa hii, si hata hii uongozi watampa, watasema basi anastahili kuniliko, amepewa CV kuniliko. Na vivyo hivyo ndivyo tunaleta ubishi na ugonganishi kati ya watu kwa maneno yetu. Kwa kweli unaweza kuwa unasema ukweli, semi kwamba useme uongo, lakini kwa kila jambo twahitaji hekima. Mungu atusaidie, tupe hekima. Naam, nitoe tu mfano nipate kunielewa vizuri. Sema Victor, hii ilikuwa ni akina Daudi. Tumeenda pale kanisani, pastor amekuwa akihubiri siku zote. Alafu siku moja associate pastor akachukua microphone akapewa akahubiri. Alipohubiri, watu tunasimama pale mbele tunasema, wakati associate pastor alikuwa anahubiri, Mungu aliniombea, Mungu akanifanyia hivi. Tutoa ushuhuda, na ni kweli kwamba Mungu alikufanyia wakati alipokuombea. Lakini kwa maneno yako ambayo unasema, kile hukujua unamgonganisha associate pastor na the senior pastor. Unasema ukweli ndio, lakini ukweli huo utapata kwamba kuna baadhi, semi kwamba ni senior pastors wote, lakini kuna baadhi anafika mali anasikia vibaya, anaona mbona wanasifia sana huyu associate pastor. Ghafla binvu mtashtukia huyu associate pastor hahubiri tena. Kisa na maana ni maneno ambayo mliongea yamemgonganisha pastor mkuu na associate pastor. Mungu atupe hekima hata kwa shuhuda zetu tunazozitoa, hata kwa maneno yetu tunayoyatoa. Tusio watu wa kuongea vitu ambavyo vinaleta ubishi na ugonganishi kati ya watu ambao wanapendana. Naam, itumie mfano mwingine tupate kunielewa vizuri. Mzazi umefika pahali, umepata watoto, mmoja ako so responsible, mwingine ni irresponsible. So unafika mahali kila wakati unamwambia huyu mwingine, unajua wewe si kama huyu. So unaongea uzuri wa mwingine, strength za yule mwingine, na unaonyesha huyu mwingine ni mdhaifu. Mwishowe utapata hawa watoto wawili hawaelewani. Wanafika mahali, unajua ukisoma kwenye Biblia unapata kwamba kuna wale ambao walienda wakatoa, utapata watu wawili kwenye Biblia, kwenye kitabu cha Mwanzo. Ukirudi pale kwenye Genesis tutakuwa naongea labda next time tunapoendelea pale. Anafika mahali mmoja ametoa sacrifice yake imekubalika, ingine haikubalika. Huyu mwingine akakasirika akaenda akamuua mwenzake. Wandugu wawili, mmoja anaua mwenzake kwa sababu kuna maneno yalisemana ni ukweli kabisa, ni ukweli. Sadaka huyu imekubalika, ya huyu imekataliwa. Akanenewa na sauti nyingine, akaamua kuua mwenzake. Kumbuka story ya Kain na Abel. Natumai basi waelewa pale. Kwa hiyo basi naposema hivyo, popote pale ulipo, Mungu atusaidie, atupe hekima. Ni mfano tumeuona kwenye Biblia. Nawe mzazi, kuwa na hekima. Watoto wote ni wako, waongeleshe kwa hekima. Wewe mchungaji, hawa washirika wote ni wako. Ukifika mahali sasa unapendelea mshirika fulani kwa sababu yeye ndiye anatoa sadaka nono, ni sawa. Yeye akitoa, issues zimeisha kuhusiana na mabili na kadhalika, mambo yako sawa. Lakini kwa maneno yako Mungu akuhekimishe, maana unaweza ukaongea hata huyo mwingine akasikia ni kama hatakikani kwa hiyo huduma, hatakani kwa hiyo kanisa kabisa. Kwa hivyo ni vema
tuwe na hekima, awe mchungaji, awe mzazi, awe ni washirika, hata sisi sote kwa pamoja. Mungu atuhekimishe katika kila upande, kwamba tunaponena maneno yetu yasigonganishe, bali yalete umoja, yasilete mfarakano, yasababishe chuki, bali atupe upendo kati yetu, na itakuwa vema zaidi. Mungu akusaidie na Mungu anisaidie, tuwe watu wa hekima. Bwana Mungu tuhekimishe zaidi, ili kwa maneno yetu tusigonganishe, kwa maneno yetu tusababishe maafa, bali tulete ule umoja na upendo, kwa jina la Yesu Kristo. Bwana akusaidie na kuwezesha. Na hata watoto, wakati mwingine watoto kwa wazazi, kuna watu ambao wamefika mahali wanagonganisha wazazi. Huyu anakaa kama anapendelea huyu kuliko huyu, kwa hivyo inafika mahali. Kwa hivyo watoto pia tunahitaji hekima mbele ya wazazi wetu, wazazi hekima mbele ya watoto, watoto hekima mbele ya wazazi, na kadhalika. Hata mwajiri, wewe ni employee, unafika mahali kuna mfanyikazi mwenye unasifia sana. Ndio unaweza sifia mfanyikazi mmoja tu mpaka afike mahali huyo mfanyikazi mwenye unasifia achukiwe na wengine. You see, wakati ambapo Yusufu alizaliwa kwenye Biblia tu bado, ndugu zake wakaona kwamba huyu Yusufu ni kama na wakajua huyu anapendelewa na baba yetu sana. So katika kule kupendelewa, si makosa Yusufu amependelewa, lakini katika kule kupendelewa na baba akaonyesha kwamba anapenda Yusufu sana, ndugu zake wote wakamchukia kwa sababu anapendwa sana. Nawe pia employer, mwajiri, unaweza fika mahali umeajiri watu kadhaa, lakini ukipendelea mmoja sana, unaweza ukamletea uadui na wenzake. So please, hekima ya Bwana yahitajika. Mungu akuhekimishe ili usije ukasababisha mtu akachukiwa pasipo yeye kuelewa, na mwishowe inaweza ikaleta maafa, inaweza ikaleta mambo ambayo hukutamani yaweze kutendeka. Mungu akutende wema. Ni kwenye himizo letu hii leo, na nashukuru kwamba tumekuwa katika kitabu hiki kwa muda mrefu, na nafikiria basi kuanzia kesho tutakuwa nabadilisha pale, lakini zaidi ya yote uko pale tunapomalizia pale ni vema, maana ibada haijakamilika pasipo matoleo. Ni vema tuweze kutoa sadaka zetu. Hivyo uko pale kama vile ambavyo basi ukienda pale kanisani tunasema kwamba ni wakati wa matoleo, ni wakati wa sadaka zetu, nitakuwa vema zaidi. Na mkoba wetu wa sadaka ni nambari yetu ya M-Pesa, kwa hivyo unaweza tuma pale kile Mungu amekuwezesha kwa 0722 24 39 49. Nambari ya simu ndio hiyo 0722 24 39 49. Labda sema kwa maneno la leo ni kama lilikuwa ni lako kwa leo, basi ni sawa, tuweze kutilia maanani na kulifuata neno hili na zaidi, ili baadaye ikapate kwa kamilifu kama vile maandiko yanavyosema, tuweze kutoa pia sadaka zetu. Na vile vile labda uko pale uko na hitaji la maombi, una jambo ambalo unasema kwamba ningependa tuombe kwa pamoja, una swali ambalo ungependa kuuliza, nambari ni hiyo hiyo tu moja ambayo basi unaweza kutumia, ambayo ni 0722 24 39 49, yani 0722 24 39 49. Mungu akutende wema, tuadiane tena pana majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Unaweza nipata pale kwenye WhatsApp, SMS, unapiga simu pale, ni sawa. Kwa hivyo Mungu awe pamoja nawe. Mie ni VMM, na usiondoke hapa kabla usubscribe. Chini hapa kuna neno subscribe, click hiyo neno subscribe, ukiambia sign in na Gmail account yako, na kisha baada pale make sure umeweka comment yako pale, na Bwana akutende wema. VMM, tuadiane kesho pana majaliwa. Shalom, subscribe, bye bye.